Sio jambo la kushangaza hata kidogo kusikia mtu amefariki akiwa hospitalini. Sababu moja kwa moja itafahamika, alikuwa mgonjwa na ndiyo sababu. Lakini pia sio jambo la kushangaa kusikia mtu amefariki akiwa kanisani kwenye maombi, kwani pia utaamini alikuwa anasumbuliwa na shida ndio maana akaenda ili kuponywa. Lakini unaposikia mtu amefia sero ya kituo cha polisi, kweli lazima ushtuke kidogo, kwani sero inajulikana wazi ni sehemu ya kuwahifadhi ama kuwalea chini ya ulinzi wa polisi watu wenye kesi ama wanaotuhumiwa na jambo lolote. Mezani mwetu tumefikiwa na taarifa ya kijana kufia sero ya polisi baada ya kukamatwa na askari polisi jana yake. Hii ni habari ambayo imekuwa ikijadiliwa sana na kuwekwa na vyombo vingi vya habari nchini Tanzania, Afrika na vyombo vikubwa vya kimataifa pia, ambapo na sisi Mseto Media tukasema tukuletee hapa, kwani ni moja ya kazi yetu. Sasa ili usionapitwa na taarifa zetu nyingine, hakikisha umesubscribe. Bonyeza maneno ya subscribe kisha bonyeza na kengele itakayokuja. Mimi ni Teresia Alfred. Kijana mmoja anayejulikana kwa jina la Albert Ojwang mwenye umri wa miaka 31 ameripotiwa kufariki dunia akiwa chini ya sero ya kituo cha polisi, ikiwa ni chini ya saa 24 tangu alipokamatwa na polisi. Kijana huyu inadaiwa alikamatwa na polisi siku moja kabla ya kufariki kwake kwa madai ya kuchapisha taarifa potofu katika mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter. Kisa hiki cha kushangaza na kustajabisha kimetokea nchini Kenya, ambapo inadaiwa Ojwang alikamatwa Juni 7 mwaka 2025 majira ya saa 8 mchana na maafisa wa upelelezi nchini humo akiwa nyumbani kwao akipata chakula cha mchana na kumpeleka kituo cha polisi kinachoitwa Wego nchini humo. Kufuatia kifo hicho, maafisa wa polisi nchini Kenya wamesema Ojwang alifikwa na mauti baada ya kujigonga kichwani kwenye ukuta wa rumande ambayo alikuwa amewekwa peke yake. Akizungumza, baba mlezi wa Ojwang amesema kwamba taarifa ya polisi ya kuwa mtoto wake alijigonga kichwani ni ya uongo, kulingana na namna alivyoukuta mwili wa mtoto wake kuwa hauna jeraha lolote kichwani, bali una jeraha puani, mdomoni na macho yake yamevimba, na kueleza huenda mtoto wake huyo wa kipekee alipigwa ama kusukumwa kwenye ukuta. Vyombo vingi vya habari, wananchi na wanaharakati nchini Kenya wameonekana kupaza sauti sana juu ya tukio hili, wakitaka uchunguzi wa huru ili ijulikane kipi kimepelekea kifo cha kijana huyo. Ikumbukwe Albert Ojwang alikamatwa baada ya kuandika kuhusu kumkosoa jenerali wa polisi, na baada ya kifo chake wananchi na wanaharakati nchini Kenya mara moja wameanzisha maandamano mitaani wakidai juu ya haki ya kuishi iliyopotezwa ya Ojwang, huku wakisema serikali ya Ruto ya mauaji lazima itoke madarakani. Mtazamaji wangu, hilo ndo tukio shangaza lilotokea kule nchini Kenya, na sisi ni kazi yetu kukuletea. Kwa lolote tuachie komenti yako hapa chini. Mimi ni Teresia Alfred na hii ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.